wa kishetani, kwamba mtu anaweza akaishi peke yake, yani bila kuoa na bila kuolewa. Hayo si mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Maana Mungu amesema ya kwamba watu wote wawili, mume na mke, wataunganika waweza kuwa kitu kimoja. Wapendwa, tumeangalia masuala na vitu ambavyo yameweza kuharibu familia, na tuko katika kuangalia adui ambao ni watano ambao wamekidhiri kabisa kuangamiza familia. Jana tuliweza kumalizia katika sehemu ya kuangalia jinsi ambavyo mambo ya kutokuwa na uaminifu katika mambo ya ndoa. Kwa mfano, kwa njia ile ya kwamba wengi wanaishi na katika maisha ya usinifu. Hayo ndio tuliyoangalia, na kwamba Biblia ikanena jambo ambalo liko hapa, ambalo katika hali ya kipekee maandiko matakatifu yanasema hivi. Kitabu cha Mithali 6 haya yake ni aya 32. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanyapo mambo yatakayomwangamiza nafsini mwake. Kwa hivyo wapendwa, mwanamume yeyote ambaye aliye na mke wake, yani Mungu amekupa mke na Mungu akaahidi ya kwamba huyo mke, Wakorintho wa kwanza 15 aya 33, ya kwamba hakuna kitu ambacho kitakachoweza kuwatenganisha. Kila ambacho Mungu ameweza kutenda kumuunganisha mwanamume na mwanamke, hakuna ambaye atakayeweza kutenganisha. Basi wala ambao wanaofanya mambo ya kutengana, hiyo ni yale ambayo ni makusudi ya mioyo ya wanadamu. Lakini Mungu katika kitabu chake Mwenyezi Mungu, katika hadithi, vitabu vya historia ya Mungu na vitabu vya kumbukumbu vya Mungu, wewe umesajiliwa ya kwamba wewe uko na mke. Hata kama umemwacha ukaenda ukamuoa mwingine, Mungu anahesabu yule uliyemuoa, huyo ndiye mke wako. Yule ambaye ni wa pili ambaye umemchukua, huyo anahesabu msinifu, yani ni baadhi ya makahaba. Na tukaona kwamba mambo ya usinifu yamevunja na kumalizia familia. Wengi wameishia katika njia za kukosa maisha ambayo ni mazuri kwa sababu ya mambo ya kutokuwa na mambo hayo ya kuwa mvumilivu, ama kuwa katika hali ya kuzingatia kila ambacho Mungu ameweza kusema. Siku ya leo nipenda tuweze kuangalia jambo lingine ambalo limekuwa linavunja familia kabisa na kumaliza: lack of communication. Hii ni the second animal, yani ni the second enemy. Sio animal, sio mnyama, ni adui wa pili, anaitwa kukosa mawasiliano, lack of communication. Wapendwa, mawasiliano ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika familia, na ni key, yani ni ufunguo wa nyumba ambayo ni nzuri, familia ambayo ni nzuri, inayoishi katika maisha ambayo ni mazuri. Yani mawasiliano ni kifunguo cha maisha ya wala ambao wanaoishi, wala ambao wameoana, yani familia, mume na mke. Na ndipo yani mawasiliano ni kifunguo, na kwamba kama hauna kifunguo hiki cha mawasiliano ndani ya familia, kwamba familia hiyo itaweza kusambaratika. Na ndipo inaonekana ya kwamba katika mambo mengi ambayo wataalamu wameweza kuangalia ni kwamba 96% ya familia ambayo yanayoishi katika ulimwengu ama nchi hii yetu ya Kenya, kwamba wana utapiamlo huu wa jambo hili ambayo inaitwa communication, mawasiliano pale nyumbani. Watu wanaishi, wengine waliolewa, wamama wengine waliolewa, wako pale kwa njia tu ya kuwa mlezi, ya kwamba yeye ni mlezi wa kulea watoto. Wengine wako mahali pale kwa sababu ni jukumu la yani ni tribal, yani kitu ambacho ni cha, tunaita nini mambo haya, kama vile ambavyo ilivyo katika kila jamii na kila kabila na tabaka mbalimbali, ya kwamba ni lazima mtu aweze kuoa. Na unakuja kwamba familia wengi, maana ni tabu ya kila mtu kuoa, wengine wanachukua wake tu kwa sababu ya hiyo, wengine wanaoa, wengine wanaolewa kwa sababu ya kiburi, ya kwamba aweze kuonekana ya kwamba hako na mume. Na ndani ya familia wanapooana, wanapoishi, mawasiliano yanapokosa,
mawasiliano yanapokosa pale nyumbani, mwisho nyumba hiyo inaharibika. Jambo ambalo ni la maana ni kwamba ndani ya mawasiliano ya mwanadamu na kati ya mume na mke, wacha mambo ya haki yaweze kuwa mahali pale, jambo la kweli liweze kuonekana mahali pale, ya kwamba unaponena mambo ambayo ni mazuri, maneno hayo yawe ni mambo yaliyo ya kweli kila wakati. Nena maneno ambayo yaliyo ya kweli, yaani maneno ambayo ni ya haki. Maana nyumba nyingi, asilimia wataalamu wanasema kwamba 99.2% ya nyumba ambazo zimo katika ulimwengu zilijengwa juu ya msingi wa uongo. Wengi walidanganyana. Wanaume walidanganya mabinti za watu wakaoa, na ndipo inapofika mahali pale, ndipo mpaka siku ya leo kuna regret. Maana yule aliyeolewa alidanganywa. Wengi wanadanganyana. Wengi wanapatiana promises nyingi, jinsi ambavyo ilivyo katika mambo na ngoja 2027 kuanzia next year ndio utakuta mpaka saa hii wameanza mambo na siasa. Promises ambayo unasikia mtu atasema ya kwamba atakuja kuwajengea uwanja wa ndege, na labda hiyo uwanja wa ndege hata ndege yenyewe haionekani Laikipia hii. Vivyo hivyo wanaume wengi na wake wengi walijenga misingi yao ya kwanza katika misingi ya ahadi za uongo. Wengi waliahidiana mambo mengi na yote yakawa ni uongo. Walitarajia kwamba wataweza kuishi mahali pazuri, wengine wametarajiwa kwamba wanafanya kazi nzuri, lakini mwisho baada ya kuoana wanakuja kuona ya kwamba kile alichokuwa ameahidiwa hakipo na haionekani. Na katika masuala hayo nyumba nyingi zinavunjika, mambo mengi yanavunjika, lifestyle ambao walitarajia watapata. Angalia kama binti ambao wako mahali hapa, wengi mabinti ambao wanaotembea, wengi walidanganywa wanapoona mtu mwenye ako kazini. Jambo hili niliweza kutaja siku iliyopita kwa ajili ya wale ambao wametumika sana katika kuharibu na kubomoa nyumba za watu. Ukimwona mtu yeyote ambaye aliyeajiriwa anayefanya kazi, wengi wanatamani kuwa katika hali hiyo. Wengi wanatamani ya kwamba aweze kuolewa na mtu kama huyo. Kama vile ilivyo, angalia mambo ya ujana jinsi ambavyo ilivyo. Yani vijana wengi wanapoangalia yule aliye na kazi, anatamani kuwa na yeye. Wanatamani kuwa na ndipo unakuta kwamba wale ambao wanaoonekana kwamba wanaishi maisha ambayo ni mazuri, wengi wanatamani, lakini mwisho wanadanganywa. Wasichana wengi wamedanganywa, na mwisho wanajikuta ya kwamba wao ni wake wa pili, wa tatu ama wa nne na kusonga mbele. Maana mtu labda amekuja kufanya kazi katika maeneo haya, ako na mke wake nyumbani, na amekuja hapa akipata mrembo ambaye ni mzuri, bila kuchunguza chochote, bila kufanya jambo lolote, amemdanganya na kwamba anamuahidi ya kwamba atamuoa. Na baada ya vizanga kuonekana, wengi wanatokanga wamehama transfer, wameenda sehemu zingine. Jambo hilo pia linavunja familia, ya kwamba familia nyingi imeweza kuvunjika kwa sababu ya wale ambao walio na mawazo ya kwamba wanastahili kuishi katika maisha lifestyle ambao wanatarajia iweze kuwa ni mazuri, lakini changizo lao kwamba uongo ndio imekithiri mambo mengi. Mpaka siku ya leo wewe ni shahidi. Unajua mahali ambao mliotoana na mume wako na mke wako, mahali ambao kila ambacho mlichonena. Natumai ya kwamba pia wewe ni shahidi ya kwamba kuna kile ambacho ulichokuwa unatarajia, lakini mpaka siku ya leo unavumilia kwa sababu wengine wanasema hakuna reverse. Katika masuala haya ya mawasiliano pale nyumbani, kuna jambo ambalo yanakuwa ndani ya jambo hili. Kuna jambo ambalo linaitwa assumption. Jambo hili linatokana na kile ambacho watu wameweza kuweka ndani ya mawazo yao, na kile ambacho watu walio nayo. Kuna yule ambaye aliye na jambo hili la kujifanya. Watu wanajifanya ndani ya familia. Mtu alikusudia kitu fulani ndani ya familia, na kwa sababu ya hiyo anapokosa kile jambo,
basi inafikia mahali ambapo yeye anakuwa mgaidi katika familia. Katika nyumba hiyo anakuwa na, kwa sababu wamekosa kila ambacho alichokuwa anatarajia, jambo linaingia linaleta shida. Jambo lingine ambalo linaleta shida hata kufanya familia kukosana ni kitu ambacho kinaitwa anga, yaani hasira. Hasira nyingi zimefanya watu wengi kukosana. Maana kuna wale ambao wanakaa kama waliumbwa na kwamba wako ndani ya hasira maisha yao. Daktari aliweza kusema na atakuja kuendeleza ili uone kila ambacho kinachochangia mwanadamu aweze kuwa na hasira kila wakati ndani ya mwili wake. Kitabu cha Mithali 15, kitabu cha Mithali 15 haya yake ni haya 18. Kuna jambo ambalo maandiko linazungumzia. Mithali 15 fungu la 18. Maandiko haya yanasema kwamba Mithali 15 aya 18. Mtu wa hasira ndiyo huchochea ugomvi, yaani mtu aliye na hasira huchochea ugomvi. Alafu bali asiye mwepesi wa hasira hufanya nini? Hutuliza mashindano. Asante sana. Ya kwamba mtu ambaye ana hasira yeye anachochea ugomvi. Mara nyingi angalia wale ambao wanaitwa ya kwamba wao ndio wanaotawala mambo na vita, wale ambao wanaotawala mambo ambayo kila wakati kwamba yeye ni mgomvi. Mtu huyo nambari moja ni mtu wa hasira. Hasira inakwanga katika utosini mwa uso wake, yaani kila wakati anapofanya kila jambo, hata unapomsonda kidole, hata unapomweleza jambo lolote amekasirika, na katika kukasirika kwake anafanya mambo ya ugomvi. Na wengi ndani ya familia wako na hasira. Mwanamume na mwanamke ndani ya familia wamejawa na hasira, kila wakati ni hasira. Unamkuta iwapo ya kwamba umetembea, kama ni mwanaume umeenda kazini, mwanamke ameenda kazini, mnapokutana jioni, basi unakuta mwenzako amekasirika, yaani yako na hasira. 15 kitabu hicho 15 aya twende 29 kwanza, 29 aya 22. Bwana yubali na wasio haki. Bwana anasema ya kwamba yubali na wasio haki, bali husikia sala ya mwenye haki. Mtumishi, kitabu cha Mithali 29 aya ya 22. 29:22. Nasema ndio, mtu wa hasira huchochea ugomvi. Mtu aliye na hasira huchochea ugomvi. Alafu na mtu mwenye ghadhabu hufanya nini? Sana. Yes, mtu ambaye aliye na ghadhabu kila wakati ni kukasirika. Hali yoyote ni makasiriko. Yaani huyo mtu anachochea ugomvi peke yake. Yaani unakuta kwamba wale ambao walio na degree ya kukasirika nyumbani mwao, mume na mke, hapakosi ugomvi, mabishano ya kila mara, kila wakati. Unakuta pale ya kwamba watu wanagombana, Biblia kuna vita, watu wanatuangana, unasikia kwamba fulani alichapwa, fulani alifanya hivi. Na ndipo imefikia kiwango cha kwamba unakuta wamama siku hizi hawako nyuma, wao pia wameweza kukalia wanaume vilivyo. Mara nyingi unasikia anapiga nduru na kumbe mwanaume ndiye ambaye anayeumizwa. Ni kwa sababu gani? Watu walio na hasira wanaochochea kila wakati wanafanya ugomvi. Mwanadamu yeyote ambaye jambo hili la hasira liko kila mahali. Wala ambao walioamini, taangalia wala ambao wanaoenda makanisani, wanawake wanaoenda kanisani, wanaume wanaoenda kanisani, nambari moja kwa jambo hili la kukasirika. Na utashangaa unakuta kwamba nyumba ya mhubiri ndio pana makelele, pana ugomvi na pia pana mapigano kule ndani. Maana watu wameishi katika kiwango cha kwamba kila kazi wanayotenda ni hasira. 14:17 Mithali inasema nini? 14:17 Mithali.
Inasema Ndio. yeye aonaye hasira upesi, Yeye ambaye anayeona hasira upesi anafanya nini? atatenda kwa ujinga. Yaani mtu ambaye anayeona hasira, yaani wale ambao wanasema hasira ziko hapa kwa uso. Yaani kila wakati tu akiangalia kitu amekasirika. Ati atatenda mambo kwa njia gani? Ya ujinga. Yes, maneno ambayo atakayoyatenda ni ya ujinga. Unakuta mwingine atachukua mti, atachukua upanga, amkatekate mwenzake. Wengine wanachukua miti, wanamgonga mtoto. Mara unasikia, mara siku hizi nyingi kwamba familia wanaua watoto, mume anaua mke, mke naye anaua mume. Hayo mambo yako kwa sababu gani? Watu walio na wepesi wa hasira. Watu ambao waangalii jambo wakalizingatia, wakaliangalia na kuitafakari, wakaisuluhisha, hawana nafasi hiyo. Kasi yao ni hasira, yaani wanakasirika. Jambo hilo limefuja familia nyingi, nyumba nyingi, wengi ambao unaoangalia. Na wacha nikwambie, ndani ya maandiko matakatifu wanasema kwamba yule aliyefanyika kuwa single ni yule ambaye mwenzake amefariki. Yaani singles, kuna wakati ambao tutazungumzia hawa ambao ni wajane ambao wanaoishi peke yao. Yaani ambao wanaitwa familia, yaani ni mzazi mmoja. Huyo mzazi mmoja tutazungumzia. Lakini maandiko inasema kwamba huyo mzazi mmoja ambaye ni single, kwamba mume wake ama mke wake aliaga akabaki peke yake. Lakini yule ambaye aliye na watoto na kwamba maana mume, kwamba alimwacha mume wake, huyo sio single. Japo kwa katika masuala haya mengine na mambo mengine watu wanasema ni single. Huyo sio single, maana huyo mtoto ako na baba yake, huyo mtoto ako na mama yake, na wako na wanaishi. Jambo lingine ambalo linalete separation katika nyumba ama kuvunja ndoa katika hali hii ya kutokosa mawasiliano, yaani ya kutokosa mawasiliano, ni machozi, tears kila wakati. Familia nyingi mpaka siku ya leo wanalia kilio. Unamwona mtu saizi hapa anatembea ameremeta vizuri, amekaa vizuri, lakini anapoelekea njia ya nyumbani mawazo yanaanza kilio. Akifika nyumbani kwake ni kilio. Mara nyingi wanawake wengi, katika utafiti inasemekana kwamba wanawake wengi 92% wanalia katika nyumba zao. Kila mara wanalia, ni kilio, kwa sababu ya hali ambayo wanayopatana nayo kwa wale ambao ni wapenzi wao. Kitabu cha Mhubiri, Biblia takatifu, Mhubiri 4 fungu la kwanza. Mhubiri 4 fungu la kwanza inasema kisha nikarudi na kuona madhalimu yote, alafu madhalimu yote yanayotendeka chini ya jua. Endelea. Natazama machozi yao waliodhulumiwa. Angalia, anasema kwamba naliangalia machozi yao waliodhulumiwa, ambao walikuwa hawana mfariji. Na upande wa wale waliowadhulumu ndio kulikuwa na uwezo. Walakini ndio wale waliokuwa hawana mfariji. Angalia jinsi ambavyo maandiko yanavyosema ya kwamba katika kilio machozi nyingi yanatolewa katika manyumba. Kwa nini machozi haya yanatolewa? Kwa sababu ya mambo ambao kuna watu ambao wanaodhulumu wale wengine. Yaani mpaka ndani ya familia wengi wanadhulumiwa, dhuluma ambazo zinazotendeka pale nyumbani. Hata mume, yaani mke aliye na mume wanadhulumiana. Yaani unakuta kwamba watu wanalia kwa sababu ya dhuluma. Hata mambo ya ndoa, mapenzi ambayo yanayopatikana kwa ndoa, wengi wanalia. Nazungumzia masuala yanayotendeka ama masuala ya pale kitandani kati ya mwanamume na mwanamke. Wanaume wengi wamekuwa katika hali ya tabia inayokuwa na wanyama wawili ambao ni wafunja rekodi katika historia ya ulimwengu. Mnyama huyu mmoja ni punda, alafu kuna mnyama mwingine ambaye anaitwa jogoo. Ndani ya familia nyingi wengi wamepractice tabia za wanyama haya. Maana unakuta jinsi ambavyo alivyo, wanawake wengi wanalia kilio kwa sababu ya kudhulumiwa na waume zao.
wanadhulumiwa, yaani dhuluma inayotendeka na waume zao. Vile inavyotendeka, angalia wale ambao walioharibika akili zao. Wale ambao walioharibika akili zao, unakuta wengine wanafukuzanga wake zao hata nje, yaani hata plot nje. Hata unashangaa ni mambo gani ambayo yanayotendeka. Wengi wanapitia katika dhuluma, wanadhulumiwa, wanaume wengi wanadhulumiwa. Mnaelewa nyinyi ni wakaaji katika maeneo haya. Historia ambayo imekuwa ikitoka kule mlimani sehemu ya Nyeri, wanaume wengi wanadhulumiwa na wanawake. Pia katika maeneo haya wengi wananyamaza ndani ya manyumba. Hapa unapoangalia kila mtu anang'ang'ana, unafikiria kwamba akili iko busy kwa kila ambacho anachokitenda, lakini mawazo yanafikiria dhuluma inavyoendelea. Wengi wanalia. Kitabu cha Lamentation, Maombolezo, kitabu cha Maombolezo, Maombolezo ya mtumishi wa Mungu Yeremia, moja haya yake ni haya ya pili. Wapendwa, ndani ya familia kuna mambo ambayo moja pili, Maombolezo inasema nini? Kulia sana wakati wa usiku. Sikiza, wanalia sana wakati wa usiku, sio mchana. Na machozi. Ngoja mtumishi, hata akienda kanisani anaendanga hako na furaha, unamkuta anaruka kanisani anaimba vizuri, lakini wakati wa usiku ni kilio ajabu. Hati wanalia kwa nini? Maombolezo ni moja pili. Ndio. Kulia sana wakati wa usiku. Alafu na machozi yake yapo mashavuni. Na machozi yao yako mashavuni. Wengi wanaangalianga kama ni watoto ambao wanalia wakatoa machozi, lakini ndani ya familia wengi wanalia, machozi nyingi yanamwagika. Yaani unakuta mtu kila wakati ni machozi, analia, anatoa machozi. Kwa sababu gani? Dhuluma zinazotendeka kule nyumbani. Malizia mtumishi. Miongoni mwa wote waliompenda hakuna hata mmoja amfarijie. Yes, kwa sababu ya kwamba wale ambao aliyekupenda, kama ni mume wako alikupenda, akakutoa kwenu, akakupeleka mahali ambapo alipo. Mume ulimchukua mke ukampeleka mahali ulipo, yaani mkaishi pamoja naye, lakini angalieni jinsi ambavyo mlivyopendana. Yaani wakati ambapo ni wakati wa kilio, hakuna yule ambaye anayefariji yule mwingine. Kwa sababu ya kwamba kuna wale ambao maandiko ikazungumzia ikasema kwamba kuna wale ambao wanaonenwa kwamba wana nguvu kuliko wale ambao ni wengine. Maisha haya ni maisha ambayo yako, na maisha haya yanaendelea. Kimbilio tu ni kwamba tuweze kumkimbilia Yesu na tuweze kuishi maisha ya utaratibu ndani ya kanisa takatifu lake Mwenyezi Mungu. Peke yake ndio utaweza kupata maisha ambayo ni mazuri, na nyumba ikaweza kujengwa vizuri unapomwamini Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na kuunganisha wote wawili wakawa kitu kimoja. Tuangalie kitabu cha Proverbs, Mithali 15 haya ya kwanza. Jambo lingine ambalo limeleta masuala ya uvunjivu, yaani kuvunjika kwa ndoa za watu, ni kitu ambacho ndani ya jambo hili la kutokuwa na mawasiliano, ya kwamba watu wanapokosa mawasiliano mazuri, wazungumuze wote waliopendana. Kama kuna jambo ambalo limetokea, ketini chini, zungumuzeni kama vile ambavyo mlivyokuwa mnazungumuza. Wakati ule mlikuwa mnaitana darling, mlikuwa mnaitana sweetie, mnawekeana mikono juu ya mabega ya wengine, mnakumbatiana vizuri. Wakati kuna jambo ambalo limetendeka, keti chini, muweze kuzungumuza, msuluhishe jambo hilo. Na wengi kwa sababu hawana nafasi ya kusuluhisha mambo yao, jambo ambalo linalotendeka ni kwamba wanakaa kimya, wananyamaza. Mithali 15 fungu la kwanza. Jawabu la upole ndio hugeuza hasira. Ndio inasema kwamba jawabu la upole, watu waweze kuwa wapole katika nyumba zao. Maana unapokuwa mkorofi, yaani ndani ya familia, unapokuwa mkorofi, hautaki kusikiza yule mwingine, basi mambo yanageuka, yanakuwa mabaya. Yaani jawabu la upole hugeuza hasira. Najaribu kusema jambo hili tuweze kuelewa ya kwamba jawabu la upole yaani unatuliza yale ambayo yanayotokea. Jawabu hili unapolijibu, wacha uulizwe. Mtu amekuja akakuuliza jambo,
Kama vile umeanza kuna wale ambao labda una mbuzi pale nyumbani, una ng'ombe na wanyama wale wengine. Mmoja kati ya wapenzi aulize swali kimoja: je, ng'ombe yule umeweza kumpa vyakula? Mara nyingi wengi hujibu katika njia ambayo isiyopasa. Mtu ameuliza labda akiwa na nia nzuri, na wengine basi labda akiwa na nia mbaya, yaani akiwa na sura kali. Lakini jawabu la upole, jibu kwa upole: si kuweza kufanya hivyo, ama nimeweza kukamilisha. Wengine unasikia mtu anajibu, anamwambia kwamba si hata wewe uko na miguu, ungeenda kupatia ng'ombe maji. Si hata wewe unajua lazima ng'ombe ikunywe maji. Yaani majibu ambayo ni makali katika maisha ya mwanadamu. Mambo hayo ndiyo yanasema kwamba unapolijibu katika njia yanageuza yale maneno ambayo jibu la upole linageuza nini, mtumishi? Bali neno. Mtumishi, anza. Methali ni 15 mstari wa kwanza. Ndiyo. Jawabu la upole hugeuza hasira. Yes. Jawabu la upole linageuza hasira. Unapojibu kwa upole, hata mtu akija namna gani, hata tuone ya kwamba labda una wanyama wako, kama ni kuku, ameenda kwa jirani, ameanza kuharibu vitu vya jirani. Jirani anapokuja na hali ambayo amekasirika, unapomjibu kwa njia ya upole, hasira aliyo nayo itatulia, itateremka chini, na mtaongea na mtazuluhisha. Lakini unapopandisha hasira wewe na yule aliye na hasira, ugomvi tayari inatokea. Vivyo hivyo ndani ya nyumba nyingi, mume na mke wanapojibizana katika hali ambayo hawana msimamo na mpangilio wa maneno, yaani communication inapokuwa mbaya, mawasiliano yanapoharibika, mwisho inakuwa ya kwamba hasira inapanda. Sehemu ya pili, mtumishi: bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Bali neno liumizalo, yaani kile neno unalolitoa kama ni neno ambalo linaloumiza, hiyo ndio inaleta shida ndani ya boma lako. Naweza kuligeuza jambo hilo, ukaweza kuongea maneno yaliyo ya utaratibu. Hapa huwa ninashangaa, maana mara nyingi tunaitwa mchungaji, njoo uangalie jambo hili. Yaani mchungaji, familia limefanya jambo hili. Unapoenda kulisikiliza ni kwamba kama kungalikuwa na jibu ambalo ni la upole, mambo mengi hayangeweza kupatikana. Lakini maisha ya wengi, majibu yanayotolewa yale ambayo ni majibu makali, hayo ndio yanayochochea mambo mengi na yakaharibu mambo mengine. Jambo la uchochezi pia katika kitabu cha Mithali 15 aya 15. Mtumishi 15 siku zote za 15:18. Mtu wa hasira huchochea ugomvi. Mtu ambaye aliye na hasira anachochea ugomvi. Yaani mambo mengi yanatendeka kwa sababu ya hasira. Na ndivyo, yaani kazi ya kuchochea tabia mbaya ambayo yanayopatikana kwa jambo ambalo linaitwa interruption. Mtu labda ako katika hali ambayo ni nzuri, anapozungumza, anapofanya jambo lingine, wewe unakuja kumchochea ama kuleta jambo ambalo linapoweza kumharibu. Jambo hilo linaleta shida. Kama vile ambavyo, ona jinsi ambavyo wazazi walivyo na watoto wao. Wakati mwingine unaweza kuta wazazi wameketi, labda ni wamama ama ni wazee, wameketi wanajadiliana masuala ambayo ni ya kifamilia. Unakuta mwingine anaingilia katikati na kuanza kuendeleza kama yeye ndiye aliyeanzisha mada hiyo. Wengine wamefanya interruption ndani ya nyumba za wengine, anaingia na kufanya kila ambacho hakiko. Na kwa sababu ya muda, ndugu mpendwa, tutaweza kuendelea kuangalia mambo haya. La mwisho ambalo ningezungumzia katika sehemu hii, kwamba watu waweza kufundisha tabia hii ya communication ili mawasiliano yaweze kuenda vizuri, mazungumzo yaliyo mazuri ndani ya familia. Jifunze jambo ya kusikiliza. Jifunze ili uweze ukasikiliza kama kuna jambo ambalo limetendeka, kama kuna mpangilio wa mambo ambayo unayoyapanga, kama kuna kusudi fulani na jambo lolote ambalo linaloendelea, kuwa mtu ambaye unayesikiza.
Jambo hili huwa inaanguka kwa sehemu ya wamama zaidi ya kwamba wao wanakuwa hali ile ambayo ni ile taa ya kitambo. Ile taa ya kitambo daktari, ambayo ilikuwa inawaka kichwa, ilikuwa inaitwa nini? Koroboi. Inaitwa koroboi. Inaitwa koroboi ama karabai. Ndio hiyo. Ile ambayo inayoacha kichwa, yani inawaka kwa kichwa. Lakini ikipelekwa mahali kuna upepo inafanya nini? Inapoa. Vivyo hivyo ilivyo kwa masuala ya familia. Kuna wengi ambao wanawaka vichwa vyao kila wakati ni kimbelembele ya maneno. Yaani hataki kusikiliza, yeye ndiye yeye kiale, kila kitu kikipangwa, yeye yuko mbele. Kila kitu kinapozungumziwa, yeye yuko mbele. Kila jambo ambalo linaloendelea, kama ni vitina ya kijiji, hako mbele. Jambo hili mostly huwa inaanguka katika sehemu ya wamama. Lakini nowadays pia inaanguka sehemu ya wanaume. Wanaume wengi nao wamekuwa vimbelembele kwa mambo ya midomo. Yaani kila wakati ni kuzungumuza, kila wakati ana mpangilio wa nyumbani kwake, lakini anapoangalia fulani na fulani wanapofanya jambo fulani, kazi yake ni kuzungumuza. Yaani yuko mbele kila wakati. Na kusihi ya kwamba hili mawasiliano pale nyumbani, wacha kuwa mtu wa kwanza kutembea na kila jambo. Wengine wakisikia hata kama ni mambo ya familia, wala ambao walioana wawili, mother in law akija, unasikia yule mwingine kazi yake ni kutembea kwa majirani. Mama mkwe amefanya hivi, mama amefanya hivi, yani baba amefanya hivi, yani mambo ambayo yanayotembea. Usiwe wa kwanza katika hali hiyo, lakini jifunze kusikiliza ili uweze kufanya uamuzi wa kila ambacho unachokitenda. Kuwa na uvumilivu, ukasikiliza kwanza. Wachana na mambo ya kuwa wa kwanza katika kulijibu. Wengine hasa hawa ambao ni wazazi wachanga, kila jambo likija linajibiwa haraka. Analijibu bila kutafakari na kufikiria. Wala ambao ni wa kitambo, hata maneno yao mengi yalikuwa yanaelezwa katika hali ya midhali na mifano. Lakini siku hizi mambo hayo yaliondolewa, basi ikawa ya kwamba kila mtu ananena kulingana na vile ambavyo jambo hilo likija linarushwa hivyo, hakuna kutafakari. Ili nyumba iweze ikasimama vizuri katika sehemu hii na nyanja hii ya mawasiliano, wewe uwe mtu wa kusikiliza ili uweze kufanya uamuzi ulio bora. Wengine hata wanaama ndani ya nyumba zao, anapofika sehemu ambayo ameenda anaanza kuwa anaanza kujirudia yeye mwenyewe, maana alifanya uamuzi kiharaka bila kutafakari na kukaa na kujua ni nini ambacho kinachoendelea. Wapendwa, katika masuala haya ya kifamilia, ili nyumba ikaweza kusimama imara, lazima uweze kumshirikisha aliye mwanzilishi wa nyumba. Huyu ndiye Mungu mwenyewe. Mpe Mungu nafasi kila wakati, nyumba nayo ikawa inaongozwa na maombi kila wakati. Wapendwa, chukueni jambo hili liwe ni jambo la maana katika nyumba zenu, ili kwamba mnapokuwa na maombi kila wakati, nyumba inakuwa na furaha kila wakati. Yaani ni lazima Mungu aweze amekaribishwa katika kila nyumba, na ndipo maisha yataishi vizuri. Yaani utaishi maisha ambayo ni bora pale nyumbani mwako, unapomkaribisha na kuishi ndani ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Wapendwa, katika nyanja hii ya mambo haya ya masuala ya kifamilia, inatoka katika ujumbe ambao ni wa Mungu, na Mungu ameweza kulitoa ujumbe huu kwa ajili ya kanisa lake mwenyewe, ili kanisa lake liweze kuleta watu wake kwa kumjua Mungu, hata ijapokuwa nyumba zimeharibika. Mungu mwenyewe ana uwezo wa kuyatengeneza na kuyaweka maisha ambayo ni mazuri, ili nyumba ikaishi maisha ambayo ni mazuri. Hebu Mungu akubariki na Mungu akuongoze. Ningependa nikukumbusha jambo hili ya kwamba tuliwaahidi siku ya jana ya kwamba matibabu yataweza kutolewa katika sehemu hii, na kwamba uwezekano huo na Mungu ameona ni vyema siku ya leo kwamba jambo hilo likaweza kutendeka. Basi kama hukuweza kufaulu kwa siku ya leo,
angalia siku ya kesho, usije ukakosa. Huweza kuja ukaweza kuangalia kama una shida ndani ya mwili wako, njoo ukaweze kuonana na tabibu na utaweza kutibiwa pasipo na koini yoyote, yani hautalipa chochote. Hii ni ya bure, kama vile ambavyo tunavyohubiri hapa bure. Hatuombi sadaka ya mtu, hatuitishi kitu chochote. Tuko hapa kwa muda wa wiki ama majuma matatu, lakini hatutaitisha hata shilingi moja. Vivyo hivyo ilivyo kwa mambo na matibabu, hautaitishwa hata shilingi moja. Njoo, maana matibabu nayo ni ya bure. Tuombe. Baba wetu mtakatifu, Mungu unaishi juu mbinguni, tunakuja mbele zako jioni ya siku ya leo. Tunakushukuru Baba kwa sababu ya kuanzisha familia, na umelikuza Mungu, japokuwa limetanga mbali nao, linawayawaya Mungu katika hali ambayo iliyomo. Naomba Mungu wa mbinguni ukaweza kuirejesha, ili nyumba ikawa imesimama imara na mapenzi yako yakaweza kutendeka. Wewe pamoja na kila familia, kila nyumba Mungu, ikaweza kukiri jina lako na ukasimama mahali pao, ili Mungu nyumba na familia ikaweza kuwa takatifu. Uwe pamoja nasi, na nikupitia kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Bana